Jamani, mama mwambieni ukweli. Mwambieni ukweli, wananchi huko wanasemaje? Mwambieni ukweli, watu hawamtaki. Watu hawamtaki huyu mama, wachungaji. Mwambieni ukweli, huyu mama watu hawamtaki. Alichokisema Askofu Mwamakula kuhusu yule mchungaji aliyetekwa Arusha. Askofu Mwamakula alitoa vitu kama vitano akilituhumu direct jeshi la polisi, lakini kuna vitu ambavyo kaviongea ni kama point kuhusiana na mazingira ya utekaji. Mchungaji amepatikana na leo alizungumza vitu vingi sana, ila hakutaka kuzungumzia kiundani, ila sababu kubwa ndo hiyo zile klipu zake za mitandao ya kijamii, na amepitia changamoto by the way, kwa sababu hali yake ilikuwa sio nzuri baada ya kupatikana. Alikuwa amepigwa vibaya sana, na alizungumza kwamba walimfunga vitambaa viwili usoni, wakampeleka mapolini, wamempiga sana afu akamtelekeza huko. Askofu Mwamakula anasema kwamba ndugu wa Tanzania, tumeshtushwa na taarifa kuhusu kutekwa kwa mchungaji mmoja wa Arusha. Stories zinazotambaa mtandaoni, taarifa zinamtaja kwa jina la Steven Jacob wa kanisa la Huduma ya Kristo lililopo mtaa wa FFU kata ya Mulieti huko Arusha. Sasa askofu anasema sisi tunaamini kuwa mchungaji huyo ametekwa na watu wa mfumo kwa sababu hizi. Namba moja, video moja iliyosambaa inamuonyesha akitaka Rais Samia asigombee urais. Hiyo ni point namba moja ambayo yeye askofu anasema kwamba ndio imethibitisha kwamba hawa walomkamata ni watu wa mfumo. Kwa namba moja anasema niyo video inayosambaa ikimuonyesha akimtaka Rais Samia asigombee urais. Mbili, video ya pili inayosambaa inamuonyesha akitabiri kwa Rais Samia atapata madhara makubwa ikiwemo kifo kama atagombea. Namba tatu, shuhuda mmoja anaeleza jinsi ambavyo watu waliojitambulisha kuwa walitoka Wizara ya Mambo ya Ndani walitaka awaelekeze kwake kusudi wakashughulikie swala la usajili. 4, watu wanaweza kujua utaratibu wa usajili na siri kwa kanisa hilo lilikuwa halijakamilisha utaratibu wa usajili ni watu wa mifumo tu. 5, kwamba mchungaji huyo ametekwa katika mazingira ambayo ametoka kumsema rais katika mazingira ya kiuchaguzi. Yatupelekea sisi kufikiri na kuamini kuwa watu wa mfumo ndio walomteka mchungaji huyo. Sasa hata yeye mwenyewe alithibitisha hilo kwamba alichukuliwa na jeshi la polisi na hajajificha, alielezea direct kwamba jinsi gani ambavyo walivyoweza kumchukua. Sasa anasema kwamba jinsi walivyomchukua hakuweza kuona chochote kwa sababu alikuwa amefungwa na alikuwa anapigwa kwenye gari, wakampeleka kwenye chumba kimoja, hapo ndo alimpiga sana, yani walimpiga kweli kweli. So natumaini labda hujaona clip, ngoja nikuwekee hii clip. Narudia na kusema the next president rais ajaye ni Gwajima. Jamani, mama mwambieni ukweli. Mwambieni ukweli, wananchi huko wanasemaje? Mwambieni ukweli, watu hawamtaki. Watu hawamtaki huyu mama, wachungaji. Mwambieni ukweli, huyu mama watu hawamtaki. Ni hekima kungatuka mwenyewe, sio kungatuliwa. Mambo yamebadilika, zama zimebadilika. Hawa Tanzania sio wale wa mwaka 2005, wale sio hawa. Wale wa mwaka 2010, 2015 sio hawa tena, sio hawa. Si hawa. Hawa watu wamebadilika. Nielewe. Hawa Tanzania hawa wamebadilika. Hawa watu sasa hivi ni fueli. Yaani wao ni fueli. Yaani ni kifaa cha nishati ambacho hakijawashwa. Ni mafuta ambayo bado hayajawashwa. Ni petroli ambayo bado hajatoa moto kidogo tu wamewaka. Mnaona hata juzi hapa, mimi siongei tena, siongei. Nasema ambacho Bwana amenionyesha. Lissu ana mabomu 7, yani ana matukio 7 ambayo yataathiri. Amejiandaa vilivyo, kajiandaa ndani ya nchi na nje ya nchi. Na washtueni, kajiandaa ndani ya nchi na nje ya nchi. Gaddafi alijiamini hivyo, alijiamini sana, alijiamini mno. Wakati wa kutoka hakutoka, alijiamini sana, ilimkosti Gaddafi. Mama yangu, Mama Samia, unisikilize.
pokea ushauri wangu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwenye roho ya unabii, na mimi sio mdini, natoa ushauri na mwenye mamlaka kwa Wakristo au according to the Bible, mwenye mamlaka ya kumshauri rais kibibilia ni nabii. Ni nabii, sio mchungaji, sio mchungaji, wala sio mtume, wala sio mwinjilisti. Hakuna. Wala mwenye uwezo wa kumshauri rais ni mtu mwenye roho ya unabii au nabii.